wakisogea karibu kabisa katika eneo hilo ambalo uzinduzi wa mbio hizi utafanyika, ukiongozwa basi na mkimbiza mwenge kwa mwaka huu Ismail Ali Usi kutoka Kaskazini Unguja, akiwaongoza vijana na wengine Azizi Juma Abubakar ambaye anatoka mkoa huu wa Pwani, Ahmadi Khamisi anatoka Kaskazini Pemba, Elizabeth Petro anatoka mkoa wa Shinyanga na Zainabu Selemani anatoka Zanzibar, pamoja na Raymond Elias akitoka mkoa wa Mbeya, ambako katika mkoa wa Mbeya ndio kilele cha mbio za mwenge wa uhuru zitafanyika. Karibu shuhudie tukio hilo. Washa mwenge. Mtazamaji wa TBC1, makamu wa rais Dr. Philip Mpango ambaye ndiye makamu wa rais tayari ameshazindua mwenge huu wa uhuru kwa mwaka huu 2025 katika uwanja huu wa shirika la elimu Kibaha, na eneo hili sasa nalo limepata historia ya kufanyika kwa uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru, na mwenge huo sasa ukishushwa pale chini kwa ajili sasa ya kukabidhi viongozi mbalimbali, na mahususi kabisa kwa mkoa huu wa Pwani ambao ndio mbio hizi za mwenge wa uhuru zitaanzia hapa katika mkoa huu wa Pwani katika wilaya hii ya Kibaha. Mwendo mfupi hivi ili mkabidhi kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru, ndipo sasa zoezi hilo la Mheshimiwa makamu wa rais sasa anakimbiza mwenge wa uhuru na atamkabidhi kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru, ikiwa ni ishara ya kwamba sasa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025 vimeanza rasmi. Wamekwisha iva namna hiyo, mtazamaji wa TBC1 na wananchi wa mkoa wa Pwani. Tusikilize makabidhiano hayo. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi Ismail Ali Usi, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, nakiri kupokea mwenge huu wa uhuru ukiwa unawaka, unang'ara na kumeremeta, na kuahidi kuwa mimi pamoja na vijana wenzangu watano tutokimbiza mwenge huu wa uhuru katika mikoa 31 na halmashauri zote 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tutakwambia kwamba tutaufikisha ujumbe wa mwenge wa uhuru kwa ufasaha kwa wananchi wote wa Tanzania, na tunakuahidi kwamba tutahakikisha kupitia mwenge huu wa uhuru tunahimiza amani, upendo, umoja na mshikamano wa kitaifa sambamba na shughuli za maendeleo, na tunakuahidi kwamba tutaukabidhi mwenge huu wa uhuru kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku ya tarehe 14 mkoani Mbeya, ukiwa unawaka, unameremeta. Mwenyezi Mungu nisaidie. Na mtazamaji wa TBC1, kiongozi huyo wa mbio za mwenge wa uhuru Ismail Ali Usi naye akifanya makabidhiano hayo kwa mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge, tayari kabisa kubeba dhamana kwamba mwenge uko katika mkoa wake, na umesikia pale akitaja falsafa hiyo, mwenge ukikabidhiwa ukiwa unawaka, unameremeta. Mkuu wa mkoa wa Pwani, mimi Ismail Ali Usi, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, na ukabidhi mwenge huu wa uhuru ukiwa unawaka, unang'ara na unameremeta, na nakuomba ukimbize ndani ya halmashauri zako 9 za mkoa huu wa Pwani kuanzia leo siku ya tarehe 2 hadi tarehe 10, na siku ya tarehe 11 ya mwezi wa 4 2025 ukamkabidhi mkuu wa mkoa wa Morogoro ukiwa unawaka, unang'ara na unameremeta. Mungu akusaidie. Mimi Abubakar Musa Kunenge, mkuu wa mkoa wa Pwani, nakiri kupokea mwenge wa uhuru ukiwa unawaka, unapendeza na unameremeta. Aidha, nakiri kuwapokea wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2025 watano na kiongozi wa mbio za mwenge pamoja na wakufunzi, na utakapokuwa hapa utakimbia katika halmashauri 9, na tarehe 11 mwezi wa 4 nitaukabidhi katika mkoa wa Morogoro kama nilivyoupokea. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mtazamaji wa TBC1, mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge tayari sasa amebeba dhamana ya mwenge huu wa uhuru kwa mwaka 2025
kwa maana ya kuanza sasa kukimbizwa katika halmashauri 9 za mkoa huu wa Pwani katika wilaya zake zile 7. Sasa ni tayari miradi mbalimbali ya maendeleo itapitiwa na mwenge huu wa uhuru kwa mwaka huu 2025 na utaanzia hapa katika wilaya hii ya Kibaha na vile vile katika wilaya nyingine za mkoa huu wa Pwani. Kama ulikuwa ukifuatilia TBC1, mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge alibainisha namna miradi mbalimbali itakayofikiwa, ikiwemo miradi ya elimu, miradi ya maji, lakini pia na miradi ya barabara ambayo mwenge wa uhuru utapita kukagua, kwa maana kwamba kuna thamani ya fedha ambazo zimetumika katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, na ndio dhima kubwa ya mwenge ikibeba katika kuhakikisha kwamba zile fedha za serikali ambazo zinatolewa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali inafanyika ipasavyo. Namna hiyo mwenge huo ukiendelea pale kupitishwa, kwa maana tayari makabidhiano yakisha kuwa yamekamilika, na unaona pale vijana mbalimbali wa usalama ambao tayari kabisa katika kuhakikisha wanaulinda jinsi mwenge ulivyo zinduliwa hapa, ndivyo utakavyokuwa ukihitimishwa, kwa maana ya kutokuwa na hitilafu yoyote, ukiwa unawaka unameremeta mpaka pale utakapo hitimishwa mbio zao. Nikikurejeshea nyuma tu katika hotuba yake Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango, ambaye alizungumza kabla ya kupata utambulisho wa kimbiza mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu 2025, ambao umebeba dhamana kubwa ya kuhakikisha kwamba ujumbe wa uchaguzi mkuu kwa